Haya ni maneno ya hekima kwenda kwa wananchi wote wa Tanzania popote pale walipo. Ndugu zangu wa Tanzania, amani ya Kristo iwe juu yenu nyote. Naitwa Profeti L. Josma. Nataka nikukumbushe jambo moja lenye umuhimu zaidi kwa mustakabali mzima wa taifa letu. Kwanza kabisa nataka ukumbuke kwamba jambo kuu la msingi ni kwamba tumaini letu halitoki kwa mwanadamu awaye yeyote. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu. Tumaini letu kama Watanzania linatoka kwa Mungu na si kwa mwanasiasa awaye yote. Ni kweli kabisa kwamba Watanzania tunayo matatizo au mahitaji yetu ambayo tunahitaji yapatiwe ufumbuzi na viongozi ambao tumewachagua. Ni kweli kabisa viongozi wanaweza kutatua matatizo yetu kwa kiasi fulani, lakini hawawezi kuyamaliza yote. Hakuna taifa duniani ambalo serikali yake imeweza kutatua matatizo kwa 100%. Hata nchi za Amerika au za Ulaya bado zinafanya chaguzi mbalimbali ili kuchagua viongozi mbalimbali ili watatue matatizo yao. Wanasiasa sio watu wa kuamini kwa 100%. Usisahau kwamba mtaji wa mwanasiasa yeyote ni matatizo ya wananchi. Mwanasiasa atakuonyesha matatizo ulionayo, atakuelezea namna yalivyopatikana na atakuelezea namna anavyoweza kuyatatua kama ukimpa ridhaa ya kuwa kiongozi wako. Cha ajabu ni kwamba mwanasiasa huyo anapoingia madarakani anasahau yule aliyemweka madarakani na ataanza kumkanyaga kichwa. Wote tunawaona wanasiasa wakiwa wanaapishwa huku wameshika Biblia wakiapa kuisimamia katiba ya nchi, lakini baada ya muda wao ndio wanakuwa chanzo cha uvunjifu wa katiba ambayo waliapa kuilinda. Wakiwa wanaingia madarakani wanaapishwa kwa jina la Mungu, lakini hawafati kiapo chao. Ukisoma kitabu kile cha Mathayo mtakatifu sura ya 5 na mstari wa 34 mpaka 35, Biblia inasema, lakini mimi nawaambia usiape kabisa, hata kwa mbingu, kwa maana ndicho kiti cha enzi cha Mungu, wala kwa nchi, kwa maana ndiyo pa kuweka miguu yake, wala kwa Yerusalemu, kwa maana ndiyo mji wa mfalme mkuu. Kwa kuwa Mungu anajua kwamba wanadamu hugeuka, mawazo yao hubadilika ghafla na kuwa waongo, basi akazuia kabisa wasiape. Lakini hawa wanasiasa wanaapa kwa jina la Mungu, wanashika Biblia na wanasema Mungu unisaidie. Kuna wanasiasa wengi ambao walikuwa katika chama tawala na waliapa kukipigania na kufia katika chama tawala, lakini baadaye walihama na kwenda kwenye vyama vya upinzani. Hali kadhalika tunawajua wanasiasa wengi ambao walikuwa katika vyama vya upinzani, walituonyesha ubaya wa chama tawala, walituaminisha kwamba chama tawala viongozi wake ni wezi, lakini baada ya muda na wao tena walijiunga na chama tawala na kuanza kuwasifia wale viongozi ambao mwanzo waliwaita wezi. Amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, mtu yule amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake. Tanzania sio mali ya wanasiasa. Tanzania ni mali ya watoto wa Tanzania. Hawa wanasiasa tunaowaona ni wa muda tu. Kama mnakumbuka uchaguzi wa mwaka 2020, tulikuwa na wanasiasa kama hayati Mheshimiwa John Pombe Magufuli, tulikuwa na Mheshimiwa Bernard Membe, tulikuwa na Mheshimiwa Maalim Seif, tulikuwa na Mama Anna Mghwira, tulikuwa na Mheshimiwa Edward Lowassa, na nchi yote ya Tanzania ilikuwa inacheza mziki wao. Lakini leo tunavyoongea hivi tarehe 9 mwezi huu wa 12, hakuna hata mmoja kati ya hawa watu aliye hai. Wote wametoweka na kuiacha Tanzania. Hata yule aliyekuwa mwenyekiti wa tume ya uchaguzi Jaji Lubuva naye ametoweka, lakini Tanzania bado ipo. Mungu ndiye jaji wa kweli. Mwisho kabisa natoa wito kwa Watanzania wote kuwa na ibada ya maombi ya toba kwa damu ya Watanzania iliyomwagika. Tuombe rehema za Mungu, kwa maana damu ni uhai na damu inaleta hukumu au laana katika ardhi, kwa maana damu itaendelea kuongea.
Mungu airehemu Tanzania katika jina la Yesu Kristo. Amen.